Afrika imezungumziwa kwa muda mrefu, lakini mara chache imesikika. Hadithi zake zimeelezwa kupitia macho ya wengine, mara nyingi zikifungwa kwa upendeleo, kupotoshwa au kudhoofishwa. Lakini sasa upepo mpya unavuma. Idhaa ya Kiswahili ya Afrika imezunduliwa. Jukwaa jipya la kidijitali lenye dhamira ya kutafsiri upya namna simulizi za Kiafrika zinavyohadithiwa duniani. Hii sio tu podcast nyingine, ni mapinduzi ya mawasiliano, ni ngoma ya kisasa inayogonga midundo ya ukweli, ikibeba sauti ambazo kwa muda mrefu zimebanwa kando. Kupitia Kiswahili, lugha ya umoja, upendo na utambulisho wa bara letu, idhaa hii inawaweka Waafrika mstari wa mbele katikati, wakihadithia simulizi zao bila upendeleo, bila hila na bila kugeuzwa. Katika kipindi ambacho dunia inakimbilia mitazamo ya kigeni kueleza changamoto na mafanikio ya bara hili, idhaa ya Kiswahili ya Afrika inakuja kama daraja, ikiunganishwa na historia na kesho, bara na dunia, wananchi wa kawaida na viongozi wao. Ni sauti safi inayolenga sio tu kuripoti bali kuwakilisha furaha zetu, huzuni zetu, changamoto na mafanikio yetu. Kwa nini ni muhimu? Kwa sababu Afrika haiwezi kuendelea kuwa hadithi ya mtu mwingine. Tunapozungumza kuhusu amani na vita, maendeleo na umaskini, siasa na utamaduni, teknolojia na ubunifu, ni lazima iwe sauti ya Mwafrika inayosikika kwanza. Dunia haiwezi kujua Afrika bila kumsikiliza Mwafrika. Idhaa ya Kiswahili ya Afrika ni mwaliko kwako, kwa wasikilizaji barani na ulimwenguni kote. Ni nafasi ya kusikia Afrika ikijihubiria yenyewe. Ni mahali ambapo simulizi hazitachunguzwa kwa kioo cha kigeni, bali kwa mwanga wa kweli wa Kiafrika. Hii ndio sauti ya kizazi kipya cha Afrika, sauti ya uwazi, sauti ya usawa, sauti ya heshima. Karibu katika idhaa ya Kiswahili ya Afrika, ambapo simulizi za bara letu hatimaye zinarudi mikononi mwetu. Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Naam, karibu msikilizaji kwa idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Hili ni jukwaa la wanahabari, jukwaa maalum la kuzungumzia masuala yanayogusa jamii na mustakabali wa bara letu la Afrika. Leo tunazungumzia jambo nyeti sana, uchaguzi na uongozi Afrika Mashariki na ya Kati. Nchi kadhaa zimekamilisha uchaguzi wao, lakini nchi nyingine zimo mbioni kuelekea kwenye uchaguzi. Jirani wetu hapa kutoka Kenya, Tanzania iko mbioni kwa mchakato huu muhimu. Uganda pia haiko mbali sana. Lakini maswali ni yale yale. Je, uchaguzi wetu unadhihirisha demokrasia ya ukweli? Na je, wananchi wanahisi wapo salama wakati wa uchaguzi? Leo nami nimeungana na wanahabari wenzangu kutoka kanda hili. Kutoka nchini Tanzania tunaungana na mwanahabari George Njogopa. Watu wanasubiri kuona tarehe 29 namna gani wanapiga kura watajitokeza katika vituo vya kupigia kura. Watajitokeza kwa wingi ama watasalia majumbani kama kuunga mkono kile ambacho chama hiki kikuu cha upinzani Chadema kimekuwa kikipigia kelele. Kutoka nchini Uganda tunaungana naye Sadam Mubale. Hali ya upinzani hapa Uganda kidogo sio nzuri sana niseme, manake hata huu muda wa kampeni tunaona kwamba kidogo upinzani ambao ni Robert Kyagulanyi ambaye anaongoza upinzani kwa sasa, kutembea kwake sio yani kutoka eneo moja hadi nyingine kwa ajili ya kupiga kampeni, kidogo ana matatizo haswa na vyombo vya usalama. Na kutoka nchini Kenya tuko naye Shisia Wasilwa. Kenya vyama vinatumika kama magari ya kupeleka watu ikulu, na wale marais wanapofika pale hubadilisha vyama vile au hutengua vile vyama. Kwa mfano tunavyozungumza kwa wakati huu, utagundua kwamba chama cha UDA ambacho kinaongozwa na Rais William Ruto tayari kimegawanyika kwa kiwango kikubwa. Na mimi mwenyewe ni Ann Ngugi, mwanahabari kutoka nchini Kenya. Karibuni sana wanahabari wenzangu. Naam, karibu sana. Tutaanza nawe George Njogopa, manake pale Tanzania ndipo mambo sasa yameivaiva. Pengine kwanza kabisa kwa njia ya wepesi, Tanzania mnatushindia nini? Hapa nchini Kenya kibaridi kimeanza na kuna mvua za hapa na pale. Naam, kama ulivyosema, eneo hili la Afrika Mashariki hali ya hewa so ya tofauti sana.
kile kinachoshuhudiwa Nairobi unaweza kakikuta hapo Arusha, hali ya hewa zinafanana. Dar es Salaam kipindi cha kipupe na wakati mwingine kuna kajoto kwa mbali na jua hivi. Hiyo ndio hali ya halisi Dar es Salaam. Tunaangalia Tanzania kwa karibu, darubini sasa iko pale Tanzania. Labda mipango ya uchaguzi iko vipi na wananchi wanasemaje? Utayari wa nchi ikiwa sasa imesalia wiki kadhaa kwa uchaguzi, pengine tupatie tu taswira nzima ya hali ya uchaguzi nchini Tanzania. Naam, hali jumla Tanzania sasa ni kipindi cha lala salama kama wanavyosema wenyewe, wakati wa kuelekea katika uchaguzi mkuu unaofanyika Oktoba 29. Lala salama ni kwamba wagombea wa nafasi zote za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kule visiwani Zanzibar, wabunge na hali kadhalika madiwani wanapeperusha bendera zao katika kipindi hiki ambacho zimesalia wiki chache kabla ya kuanza shughuli yenyewe pevu ya upigaji kura, licha kwamba kumekuwa na hali ya kugawika kwa wachunguzi wa mambo kuhusu uchaguzi huu ambao umesusiwa na upande mmoja wa upinzani. Bila shaka kuna mengi hasa ya kusikiza kutoka kwamba upinzani haushiriki kwenye uchaguzi nchini Tanzania. Utakuwa ukitueleza pengine athari ziko vipi na imekuwaje, watu wanapokea vipi? Manake inaonekana halisia kwamba ni chama kimoja basi tayari kishaingia madarakani, lakini jogoo kaa pale na kurudia. Turudi kwake Saddam Mubale pale Kampala, Uganda. Uchaguzi hauko mbali sana. Labda hali iko vipi tunapozungumza kuhusu uchaguzi na tukielewa fika demokrasia na uongozi nchini Uganda ulivyo? Ndio kimya imekuwa, lakini masuala pia ya upinzani wana shida, hasa tunapoona kwamba upinzani umenyimwa sauti yake katika mchango huu wa uchaguzi. Jinsi ulivyosema ni kwamba hali ya upinzani hapa Uganda kidogo sio nzuri sana niseme, manake hata huu muda wa kampeni tunaona kwamba kidogo upinzani ambao ni Robert Kyagulanyi ambaye anaongoza upinzani kwa sasa, kutembea kwake sio yani kutoka eneo moja hadi nyingine kwa ajili ya kupiga kampeni, kidogo ana matatizo haswa na vyombo vya usalama. Manake hata hapo jana kuna sehemu fulani alikuwa anaenda hata kule Busoga ambapo alikuwa ameanza kupiga msasa wake wa kampeni. Ni maafisa wa usalama huwa hawataki, kuna baadhi ya sehemu ambazo hawataki afike kule kwa ajili ya kupiga kampeni, lakini vile vile pia kwa kuondolewa analazimika tu kutumia barabara za mkato. Hali kidogo sio nzuri sana, na kitu ambacho kidogo wachambuzi wanasema kwamba ni kukandamiza demokrasia na vile vile kukandamiza upinzani kwa nchi kidogo ambayo haijashuhudia kukabidhi kwa mamlaka kwa hali ya amani. Ni changamoto bado kwa sababu hatujui baada ya 2031 itakuwaje, na vile vile pia hatujui baada ya uchaguzi labda ni kipi kitakachotokea. Nchi hii haijawahi kushuhudia kukabidhi kwa mamlaka kwa amani kutoka rais mmoja hadi mwingine, na kwa miaka sasa tunaelekea 40 kutoka Rais Museveni achukue usukani wa urais. Hali ilivyokuwa ni kwamba imekuwa hivyo tu, na hatujapata kidogo kule kusema kwamba labda Rais Museveni ameandaa, kwa sababu kila mara anaulizwa swali la yeye anafikiriaje, anaonaje baada ya kukua kwa uongozi kwa hii miaka yote, ana mpango gani kwa ajili ya kukabidhi mamlaka kwa hali ya amani, lakini ni swali ambalo mara nyingi tu analikwepa. Shukrani sana Mubale, tumekupata vizuri. Nirudi kwa mwenzangu Shisia Wasilwa. Umekuwa mwanahabari kwa miaka mingi, nafikiri sote tumekuwa wanahabari kwa miaka mingi hapa nchini Kenya. Kitu cha ajabu kuhusiana na uchaguzi na siasa za uchaguzi nchini Kenya ni kwamba pindi tu matokeo yanapokwisha na rais kutambulishwa na viongozi, bado hali ya kampeni na ile hali ya kwamba kampeni zinaonekana kuendelea huwa inafanyika. Ni kwa nini Shisia, hata baada ya uchaguzi na kuna miaka mingi, siasa za kampeni zinaonekana kushamiri nchini Kenya? Ni kitu gani ambacho kinaleta msukumo huu na hali hii ya joto la kisiasa kuwa juu kila wakati? Nadhani
Nakubaliana nayo 100% kwamba mzunguko wa uchaguzi nchini Kenya kila baada ya miaka 5 huwa hauishi, kiasi kwamba yule kiongozi ambaye anachaguliwa hukosa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Ndiyo, ni kweli, na tukimtaja kiongozi wa upinzani ambaye amekuwepo kwa kipindi kirefu, Raila Odinga, kwa takriban miaka 30 au miaka 40 amekuwa kiongozi wa upinzani katika taifa la Kenya, na ni kitu ambacho unagundua ni kwamba kila mara anaposhindwa yeye hutumia mbinu zake akawa kwenye serikali. Kwa hiyo ni suala ambalo kwa kweli linachosha na kuwaudhi wengi, lakini niseme tu kwamba ni utamaduni ambao umejengwa na au viongozi au wanasiasa, kwamba kila mara wanakuwa na ndoto za kuwa viongozi, na nadhani hilo linachangiwa na ukweli kwamba hatuna vyama vyenye misingi, lakini pia vyama ambavyo vina sera za kudumu milele, kwa sababu utagundua kwamba kwanza Kenya vyama vinatumika kama magari ya kupeleka watu ikulu, na wale marais wanapofika pale hubadilisha vyama vile au hutengua vile vyama. Kwa mfano tunavyozungumza kwa wakati huu, utagundua kwamba chama cha UDA ambacho kinaongozwa na Rais William Ruto tayari kimegawanyika kwa kiwango kikubwa, na haswa alipoletwa Raila Odinga kwenye serikali, unagundua kwamba pia baadhi ya wafuasi wa William Ruto ambaye ni rais wameanza kuhisi vibaya. Kwa hiyo ni suala ambalo lina utamaduni wa muda mrefu, na sisi wanahabari kama ulivyotaja awali kwamba tumekuwa katika uwanja kwa miaka mingi, utagundua kwamba vyombo vya habari mara nyingi vimechangia swala hili. Kwa njia gani? Pale katika chumba cha habari au katika machapisho ya magazeti yetu, unagundua kwamba bila taarifa za siasa basi yale majarida, yale magazeti hayauzi, na katika vyumba vya habari unagundua pia wanapopanga zile habari zao, kama hakuna siasa, unasikia wanahabari wanasema kwamba leo hakuna taarifa za nguvu. Kwa hiyo ni utamaduni ambao tumeujenga kwa muda mrefu. Nchini Tanzania kumezuka mjadala na wasiwasi baada ya mwanasiasa na mwanadiplomasia Humphrey Polepole kutoweka. Kunayo madai bwana Polepole ametekwa nyara baada ya kuwepo mafichoni akilalamikia usalama wake. Humphrey Polepole alishikilia wadhifa wa katibu wa itikadi na uenezi katika chama tawala cha CCM. Kisha baadaye akateuliwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Baada ya kujiuzulu ubalozi, Polepole alianza kutoa maoni yalionekana kuikosoa serikali na utawala wa CCM. Huyu hapa Sisha Wasilwa akisimulia jinsi kutoweka kwa Humphrey Polepole kunavyotazamwa ndani na nje ya Tanzania. Na kama ulivyosema kwamba kumekuwa na hali ya wasiwasi hapa Tanzania baada ya chama hiki kikuu cha upinzani Chadema kutangaza kwamba hakiko tayari kushiriki katika uchaguzi huu, kwa sababu akiwa ni mazingira rafiki kama kitaingia katika mchakato wa uchaguzi. Na wanataja sababu mbalimbali, kwa sababu wanasema kwamba mfumo wa uchaguzi sio ule mfumo sahihi ambao umeegemea upande mmoja, na hii inatoa taswira mbaya hasa katika maduru ya kimataifa, kwa sababu ukitizama Rais Samia wakati anaingia madarakani baada ya mtangulizi wake kufariki dunia, alichukua mkondo ambao uliokaribisha hapa nyumbani hata mataifa ya kigeni kwamba amechukua mkondo sahihi, akirekebisha yale ambayo yalionekana yanakwenda kombo: ubinyaji wa demokrasia, uhuru wa maoni, watu kuwa na nafasi, vyombo vya habari kuchapisha, kuandika, kutangaza. Lakini ghafla amebadilika na sera zake sasa zinatizama kama vile anabinya demokrasia. Watu wana wasiwasi kutoa maoni yao kwa sababu kumekuwa na matukio mengi ya utekaji, mashambulizi ya mara kwa mara. Kwa hivyo wasiwasi bado unazidi kusalia katika namna ambavyo demokrasia ya Tanzania inavyoelekea, hasa wakati ambako ndiko kunakofanyika uchaguzi huu ambao unasubiriwa, ambao hata hivyo unatiliwa mashaka na baadhi ya wachunguzi wa mambo namna utakavyokaribishwa piga kura, kwa sababu wengine wanavunjika moyo kuona kwamba chama hiki kikuu cha upinzani hakishiriki, na ndicho kimekuwa kikitoa hamasa kubwa katika majukwaa ya kampeni wakati wote kunapofanyika uchaguzi. Kwa hivyo
Watu wanasubiri kuona tarehe 29 namna gani wanapiga kura watajitokeza katika vituo vya kupigia kura, watajitokeza kwa wingi ama watasalia majumbani, kama kuunga mkono kile ambacho chama hiki kikuu cha upinzani Chadema kimekuwa kikipigia kelele. Na bila shaka masuala makubwa yakijitokeza hapo, na vile vile tukiangalia kwamba kubinywa kwa uhuru na nafasi ya upinzani katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki na ya Kati, tuseme tu Afrika mzima, kunaleta taswira tofauti na kunaleta hali ya kwamba nchi zinaendelea kuonekana kugawanyika, yani wananchi, kwa sababu kuna wananchi wale watakuwa wanapenda viongozi kutoka upinzani, lakini wanakuwa hawana uhuru wa kushiriki kwenye kura, na hali hii inaenda kutoa matokeo mengine ya kiusalama. Na ndio hapo ambapo Saddam Mubale nataka tugusie, na ndi swala ambalo tutagusia kuhusiana na usalama wa nchi, hasa wakati wa uchaguzi, na pengine uamuzi ambao unachukuliwa na serikali ambao sio mzuri, ama usimamizi wa uchaguzi unaleta athari gani katika usalama. Lakini kabla hatujazungumza hilo la usalama, kuwakumbushia tu wasikilizaji wetu, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Sauti ya Mwafrika, na tuko hapa na wanahabari. Hili ni jukwaa la wanahabari kutoka nchini Kenya. Niko mimi Anne Ngugi pamoja na mwanahabari Shisia Wasilwa. Vile vile kutoka nchini Tanzania tunaye George Njogopa, mwanahabari kutoka hapo, na pale Uganda tunaye mwanahabari Saddam Mubale, na leo tunazungumza kuhusu uchaguzi na uongozi katika nchi zetu za hapa Afrika. Vile vile sasa, kabla hatujaendelea, hebu tupate neno la siku, sehemu ambayo itakuwa tukikufunza mengi kuhusiana na lugha ya Kiswahili na maana halisi ya ndani kuhusiana na misamiati ambayo tutakuwa tunawatolea. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kwamba hapa ndipo Sauti ya Mwafrika inapewa nafasi na kusikika vizuri. Basi kwenye sehemu ya neno la siku, hii leo tunaangazia neno pasua kichwa. Neno pasua kichwa ni usemi wa Kiswahili unaweza kuwa na maana moja ya hizi kulingana na muktadha. Maana ya juu, kitu au hali inayoweza kupasua kichwa, yani kusababisha maumivu makali ya kichwa au mshtuko mkubwa. Mfano, kelele zile zilikuwa pasua kichwa, yani kelele kali sana zilizochosha kichwa. Maana ya pili na maana ya ndani, jambo ngumu sana kulielewa, linalochanganya akili au lenye utata mkubwa. Mfano, swali hilo ni pasua kichwa kwa watafiti wengi, yani ni mjadala mgumu na wenye maoni yanayopingana. Kwa kifupi, pasua kichwa ni neno linaloashiria jambo gumu lenye utata au linalosababisha mawazo mazito. Msikilizaji, sijui nini ambacho kinakupatia pasua kichwa hii leo. Tunapotafuta maana ama nafasi ya kutumia, basi nakusihi endelea kusikiliza sehemu hii ya neno la siku, tukijitolea kukufunza Kiswahili. Haya basi, nini kinakupa pasua kichwa? Naam, karibuni tena kwenye sehemu ya pili, na itakuwa ni sehemu ya pili na ya mwisho ya jukwaa la wanahabari. Moja kwa moja nasonga kwako Saddam Mubale. Tukizungumza kuhusu hali ya usalama nchini Tanzania, tumeona kwamba wakati upinzani wanajaribu kuinua sauti yao au kuikosoa serikali, hasa kuhusiana na masuala ya uchaguzi, wengi wanashikwa, wengi wanawekwa kwenye kile ambacho kinafahamika kama house arrest nchini Uganda. Tupatie taswira ya usalama wakati huu iko vipi, na pengine ni kwa nini kunakuwa na tishio hilo la usalama kwa viongozi wa upinzani? Naam, jinsi ulivyosema ni kwamba kidogo Tanzania, jinsi Njogopa alivyosema kwamba baada ya Mama Samia Suluhu kuja uongozini tu, kulikuwa na baada ya mwenzake yule kufariki, kulikuwa tuna mabadiliko ya vitu ambavyo kidogo watu wengi walikuwa wameona kwamba labda kutakuwa na demokrasia, na vile mama alivyokuja uongozini kidogo mambo mengine yatabadilika. Lakini wachambuzi na baadhi ya watu wanasema tu kwamba kile ambacho kinaendelea Tanzania ni kwamba Mama Samia amechukua mkondo kama ambao unaendelea huku nchini Uganda. Manake pia jinsi ulivyosema ni kwamba kumekuwa tu na
ubinya upinzani, ambapo vitu vingi tu vinafanyika hasa wakati wa uchaguzi. Jinsi ulivyosema hapa Uganda, haswa wakati huo kuna kuaga tu na vitu vingi tu vinatatizika, mkiwemo kuondolewa kwa mitandao ya kijamii, lakini pia interneti kutolewa na watu tu kuwa katika hiyo hali ya sintofahamu. Kiusalama ni kwamba wachambuzi na vile vile wakosoaji wa serikali hata hivi majuzi walikuwa wanasusia tu kwamba serikali kwa mara huweka jeshi na vile vile vyombo vingine vya usalama, kitu ambacho wengi wanasema hakifai, na vile vile hufanya watu kuogopa kwa ajili ya kwenda kupiga kura, manake kunakuwa tuna mizinga na vile vile zana za vita vingi ambavyo hutolewa wakati huo kwa ajili ya kuleta usalama. Naona kwamba mkondo ule ambao kidogo watu wengi walikuwa wameona kwamba hautokuwa, labda sababu tunajua kidogo Kenya kidogo kidemokrasia, niseme kwamba hata kama wana changamoto zao, lakini nafikiri kwamba kali ilivyo kwa sasa ni kama wako mbele kidogo. Lakini Tanzania na vile vile Uganda, Tanzania kidogo imezamia yule mkondo wa Uganda wa kubinya upinzani, na ni swali ambalo pia limezua tu mjadala miongoni mwa jamii. Na Shisia, tukirudi kwako, naona kwamba hali nchini Tanzania, japo Sada Mubale mwanahabari kutoka Uganda anasema kwamba Kenya iko mbele. Nashangaa Shisia, Kenya iko mbele kivipi katika hali hii ya demokrasia, wakati vijana wa Gen Z tuliwaona wakitekwa nyara, na vijana wengi pia wakawa wako katika hali ambapo hawawezi kuexpress uhuru wao, wakati ambapo walikuwa wanaona kuna mambo ambayo hayaendeki nchini Kenya. Lakini tukaona kwamba hali bado inakuwa mbaya sana hapa nchini Kenya, hasa tunapozungumza kuhusu usalama. Ni kwamba vijana wengi walitekwa nyara, na vijana wengi pia wamepatikana wameuawa katika hali ambayo kwa mujibu wa serikali ni kwamba wanaendelea kufanya uchunguzi ili kuona vijana hao walikufa katika mazingira gani. Ila vyombo vya haki vinavyotetea haki za binadamu na vyombo vingine, mashirika ya hata kimataifa, yameendelea pia kukashifu hali nchini Kenya kuhusiana na usalama. Sasa sijui hilo tutalizungumzia vipi, Shisia? Kubaliani nawe kwa kiasi fulani kwamba Kenya bado inahesabiwa miongoni mwa mataifa machache barani Afrika yenye ushindani wa kweli wa kisiasa, ambapo mabadiliko ya uongozi kupitia kura yamewahi kushuhudiwa mara kadhaa. Hata hivyo, changamoto kubwa ni mwendelezo wa siasa za kibinafsi na za kikabila ambazo mara nyingi hudhoofisha taasisi. Kwa kiwango fulani tupo katikati ya njia. Kuna maendeleo ya kisheria na katiba, lakini utekelezaji wake mara nyingi unakwamishwa na uhalisia wa kisiasa. Lakini mwaka 2024 au mwaka uliopita, kuna hiki kizazi kilijitokeza cha Gen Z ambacho hakikuwa na kiongozi, lakini kwa sababu ya changamoto walizokuwa nakabiliwa nazo, walikuja pamoja na kudai haki. Walitaka kazi au ajira, walitaka mazingira bora ya taifa au ya kufanyia biashara, na walikiuka ukabila, wakakiuka rangi pamoja na matabaka yao. Hilo linanipatia matumaini kwamba katika uchaguzi mkuu ujao huenda wakapiga kura si kwa sababu ya kabila au matabaka au wanakotoka. Watapiga kura wakizingatia kiongozi fulani anaweza katekeleza majukumu yake sawa sawa au ipasavyo, bila ya kuzingatia mahali mtu anakotoka. Kwa hiyo hilo linanifurahisha, na unaona kwamba kuna athari kubwa ambayo kizazi hicho cha Gen Z nchini Kenya kimeleta katika mataifa ulimwengu. Kwa mfano, katika taifa la Sri Lanka, vijana wale wa Gen Z waliwaona wenzao wa Kenya walipovamia bunge, wao wamemtimua rais pamoja na waziri wake mkuu. Lakini pia Madagascar, unamuona Rais Andre Rajoelina anavokabiliwa na shutuma pamoja na shinikizo za kuondoka madarakani kwa sababu wananchi kule wameshindwa kupata bidhaa za msingi. Kwa hiyo nadhani kuna matumaini ya kuwa na taifa bora lenye kuzingatia.
Naam, tukisonga mbele pia tumepata maoni tofauti kutoka kwa wasikilizaji wetu. Nikusomee baadhi ya maoni ambayo tumeweza kukusanya kwa hii leo. Namuona hapa Mchana J Mchana. Shukran sana kwa kuwa nasi wa Morogoro kule Tanzania. Anasema kwamba ana Ngugi na leo tulikuwa na kabrasha. Hiyo ilikuwa katika matangazo ya hapo jana wakati ambapo neno la siku tulisoma kuhusiana na maana halisi ya kabrasha. Shukran sana Mchana J Mchana, endelea kuwa nasi na pia kutoa maoni mbalimbali kuhusu matangazo yetu na ni kipi kingine ambacho ungependa kukisikiliza. Namuona pia hapa Simon Maivia anasema kwamba natusikiliza barabara kabisa na anasema asante sana. Endelea kutuma maoni yako na bila shaka tutaendelea kuyasoma papa hapa. Namuona mwingine hapa ni Joy anasema yuko pale Rwanda na anasema kwamba yuko safarini, lakini pia anasema kwamba kama kawaida anaendelea kusubiri mengi ili kuhabarishwa kuhusiana na taarifa mbali. Mwingine hapa anasema kwamba alikuwa safarini kuelekea kule Mtwara, lakini alitegea habari hizi zetu. Shukran sana. Sehemu hii ni sehemu ya mwisho ambapo katika mchakato huu ambao tutakuwa nao wa kuzungumzia masuala tofauti kwenye jukwaa hili la wanahabari, tutatoa fursa pia kwa wanahabari kuweza kutoa kauli zao za mwisho. Na leo kauli ya mwisho tunakuwa tukiangalia swala hili kuu kuhusiana na uchaguzi na usalama katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki. George, labda tupatie kauli yako ya mwisho kuhusiana na uchaguzi ni ipi kama mwanahabari? Uchaguzi ni demokrasia, ni swala la kidemokrasia ambalo linahitaji wapiga kura kuwachagua viongozi wao kwa njia halali na kwa uhuru, kwa kutambua ni haki yao kumpata kiongozi atakayeongoza kwa kipindi ambacho kimekubalika katika taifa. Lakini inapojitokeza kwamba watu wenye mamlaka katika dola kutumia nguvu na mabavu kukandamiza wapinzani na hata kuatisha wakati mwingine wapiga kura, ni jambo ambalo linarudisha nyuma demokrasia barani Afrika, na kurudi nyuma kwa demokrasia unafungua mlango kwa walio wachache kunufaika na yale yaliyopo katika eneo hili la Afrika. Kwa hivyo ni muhimu sasa nchi hizi za Afrika, hasa eneo hili la Afrika Mashariki, kusisitiza demokrasia, kuacha matakwa ya wapiga kura yakiamuliwa katika sanduku la piga kura kwa haki na uhalali pasipo kuingizwa au kuingiliwa na mamlaka za kidola. Na mshukran sana Njogopa kwa kauli lako. Tuingia nchini Uganda. Saddam Mubale, je, kauli yako ni ipi? Viongozi tunakapojiandaa katika kuingia msimu huu wa kupiga kura na vile msimu huu wa siasa, mimi kauli yangu kwa viongozi ni kwamba waache ile sauti ya wananchi sikike, na vile watakapoenda pale kwenye debe kupiga kura, sauti zao zikisikika, mimi nafikiria kwamba ni vizuri sana pia kuonyesha kwamba demokrasia inanawiri. Lakini pia kukandamiza upinzani sio njia, manake kuna muda utakapofika kwamba serikali yako au serikali ya kiongozi ambayo yupo kwa sasa haitokuwa. Ni vyema sana viongozi waonyeshe uadili na vile waache viongozi wa upinzani kupiga kampeni jinsi inavyopaswa, lakini pia kuacha zile sauti za watu ambao za wapiga kura pia kusikika, kuonyesha yale walioyafanya katika kupiga kura. Naam. Labda Sishia Wasilwa, kauli yako kama mwanahabari kwenye jukwaa hili la wanahabari ni lipi? Nadhani kauli yangu haiachani au kupishana mbali na ya ndugu yangu Mubale, lakini changamoto kubwa zaidi ni taasisi dhaifu, kwamba hata pale ambapo ushindani upo, taasisi dhaifu kama tume za uchaguzi, na kinaya au kichekesho ni kwamba tume hizi zinajiita tume huru. Kwa hiyo mahakama na vyombo vya usalama huchochea migogoro. Pesa pia nadhani ni tatizo, kwani rushwa na siasa za kifedha huondoa usawa ushindani. Na kwa mfano hapo nchini Kenya utagundua kwamba kuwa mbunge unahitaji kama shilingi milioni 100 ili kufanikisha kampeni zako. Lakini Kenya inabaki kuwa na ushindani mkali. Tatizo kuu ni jinsi taasisi zinavyosimamia ushindani huo. Kwa hiyo muhimu zaidi ni mataifa ya Afrika kujitahidi kuwa na
taasisi ambazo ni huru. Kwenye jukwaa hili la wanahabari, kwa kweli jambo moja ambalo linaniguza sana ni swala la amani. Wakati wanasiasa wanapigania madaraka, mara nyingi kilio cha kina mama na watoto wa Afrika hakisikiki. Ni wao ndio huumia zaidi pale amani inapokosekana. Mama anayekimbia na mtoto mgongoni kwa sababu ya risasi, kijana anayekosa shule kwa sababu ya vurugu, familia zinazohama makwao kwa sababu siasa zimegeuzwa kuwa uwanja wa vita badala ya ushindani wa hoja. Hili ndilo jeraha kuu la Afrika. Wanasiasa wanapaswa kujua kwamba ukosefu wa amani umekuwa kero kubwa kwa wananchi. Wengi wamechoshwa, wengine wamekata tamaa, na wengine hata wanachukizwa na siasa zenyewe kwa sababu kila mara mwisho ni damu, machozi na hofu. Amani ndio urithi wa kweli. Bila amani hakuna kiongozi anayeweza kuongoza, hakuna mtoto anayeweza kusoma, na hakuna mama anayeweza kulea kwa utulivu. Kwa hivyo ninawaomba viongozi wa Afrika, acheni uchochezi wa kisiasa kwa tamaa ya madaraka. Heshimuni kura za wananchi na muwe viongozi wa kuponya, sio wa kugawanya. Afrika inahitaji sauti mpya, sauti ya amani, sauti ya matumaini, sauti ya viongozi wanaoweka wananchi mbele ya maslahi yao binafsi. Hiyo imekuwa ndio kauli yangu, na vilevile tumesikia kauli kutoka kwa wanahabari wetu. Kumbuka msikilizaji kwamba umekuwa ukisikiza idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Utakuwa nasi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kila wiki, na tutakuwa tunakupea masuala mbalimbali hasa katika jukwaa hili la wanahabari ambapo tutazungumzia mambo tofauti. Jina langu ni Ann Ngugi, na kwa niaba ya Shisia Wasilwa, George Njogopa na Sadam Mubale tunasema kwa heri ya kuonana tena. Asante.